Bila shaka hujambo mtazamaji wa Tumaini Television na karibu sana katika Tumaini Habari, na miongoni mwa yale tuliokukusanyia siku hii ya leo kwa muhtasari hapa Tumaini Habari ni pamoja na Rais Samia atangaza baraza lake jipya la mawaziri. Askofu Mkuu Nyaisonga waasa waamini kuwasaidia wenye shida. Kiongozi wa Kanisa Katoliki ulimwenguni Baba Mtakatifu Leo wa 14 asema kwamba vijana wanahitaji kupata maandiko matakatifu kwa urahisi. Na katika upande wa habari za michezo na burudani, Simba waanza kampeni zao za klabu bingwa. Na mtazamaji karibu, mimi ni Anne Tinyoni. Na mara hii tuianze Tumaini Habari kwa taarifa hii ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ametangaza baraza lake jipya la mawaziri na katika wizara zote, huku vijana wakipewa wizara inayojitegemea, ambapo katika wizara hiyo ya maendeleo ya vijana waziri wake ni Dr. Joel Nanauka. Huku wizara ya kilimo waziri ni Daniel Godfrey Chongolo na naibu wake ni David Ernest Silinde. Wizara ya ulinzi na jeshi la kujenga taifa waziri wake ni Raimo Simon Nyansahu. Ndugu wanahabari, tumeitana tuzungumze mustakabali wa serikali na taifa letu. Juzi nikiwa nazungumza na bunge nilisema kwamba sitachukua muda mrefu nitaunda baraza la mawaziri. Sasa ujio wangu hapa ni kuwataja wale watakao tusaidia kwenye kazi hizo za mawaziri na manaibu mawaziri. Lakini niseme tu kwa ujumla kwamba wizara zetu, kama nilivyosema juzi kiwa na hutubia bunge, kwamba tumeona umuhimu wa vijana kuwa na wizara kamili ambayo itasimama nao, na wizara hii itakuwa chini ya ofisi ya Rais. Lakini vile vile tumefanya marekebisho kidogo kwenye wizara ya kazi, ajira na maendeleo ya vijana iliyokuwa, kwa sababu vijana tumewatoa. Sasa tumeona kuna haja tuwe na wizara ya kazi, ajira na mahusiano. Na mahusiano maana yake ni kwamba atakayeshika sehemu hii ya mahusiano atakuwa na kazi kubwa ya kama tulivyosema, kufanya mazungumzo na makundi mbalimbali na wahusika mbalimbali nchini ili kujenga mahusiano mazuri, nayo itakuwa chini ya ofisi ya waziri mkuu. Na mawaziri walioachwa katika baraza hilo jipya la mawaziri ni pamoja na Dr. Doto Biteko aliyekuwa naibu waziri mkuu na waziri wa nishati, Damas Ndumbaro aliyekuwa waziri wa katiba na sheria, Jenista Mhagama aliyekuwa waziri wa afya, Hussein Bashe aliyekuwa waziri wa kilimo, Innocent Bashungwa wa mambo ya ndani na Dr. Pindi Chana aliyekuwa waziri wa maliasili na utalii, na aliyekuwa waziri wa ulinzi Dr. Suleiman Jafo pamoja na aliyekuwa waziri wa viwanda na biashara. Na mtazamaji, mara hii tukielekea huko Jimbo Kuu Katoliki la Mbeya, ambapo ikiwa ni mwishoni mwa mwaka wa liturujia wa kanisa kuelekea sherehe ya Kristo Mfalme, katika ziara ya kichungaji mhasham sana, Askofu Mkuu Gervas Nyaisonga wa Jimbo Kuu Katoliki la Mbeya amewaasa waamini kuwasaidia wenye shida. Taarifa ya Sister Martha Malugala inasomwa studioni. Askofu Mkuu Gervas Nyaisonga ameyasema hayo kwenye homilia yake wakati wa ibada ya misa takatifu ya uzinduzi wa kanisa jipya la kigango cha Bikira Maria wa Rozari Takatifu, parokia ya Inyala, Jimbo Kuu la Mbeya. Kwa leo ndio sikukuu yake Mtakatifu Elizabeth wa Hungaria. Nafikiri historia yake ifupi inawagusa, inatugusa. Kama tulikuwa tumfahamu, tumeanza kumfahamu kiasi Mtakatifu Elizabeth wa Hungaria. Anatufundisha jinsi ya kuishi kwa hekima, hasa unyenyekevu mbele ya Mungu, lakini zaidi anatufundisha karama ya kuwapenda maskini, ya kuwajali wenye shida. Kwa nini tunalazimika kuwapenda maskini na kuwajali wenye shida? Ni kwa sababu Bwana Yesu alisema, kila anayekuwa mwanafunzi wangu anifuate. Anifuate. Kumfuata maana yake amwige. Aidha, Askofu Gervas Nyaisonga
ameweka wazi umuhimu wa kanisa kwamba ni nyumba ya Mungu na kuwataka waamini kuingia na kuketi kwa heshima na kuendelea kuitunza kwa sadaka na majitoleo yao mbalimbali. Parokia mpya ya Bikira Maria wa Rozari Takatifu imejengwa kwa jitihada na michango ya waamini wenyewe wa parokia hiyo. Sister Salvina Makonde, Tumaini Habari. Shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC katika wilaya ya Chato mkoani Geita limefanikiwa kupunguza idadi ya vifo vinavyotokana na ajali za majini, ambapo hapo awali vilifikia kati ya 20 hadi 30 kwa mwaka, ambapo kwa sasa vimepungua na kufikia vifo 5 kwa mwaka, kufuatia utoaji wa elimu ya usalama kwa wavuvi na utumiaji wa vyombo vya majini. Mabere Makubi na taarifa zaidi. Kauli hiyo imetolewa na afisa wa uvuvi wilaya ya Chato Avodia Karietekela wakati wa zoezi la utoaji elimu ya usalama, ambapo amesema uelewa kuhusu matumizi ya vifaa vya kuokoa maisha na kutambua taarifa za hali ya hewa umechangia katika kupunguza vifo hivyo. Mitumbwi tulikuwa nayo mingi, lakini kwa mwaka tulikuwa tungeweza kupata vifo zaidi ya vifo 20-30 kwa mwaka. Ila kwa sasa baada ya miaka 2-3 hii watu wanavyoendelea kupata elimu, vifo vya wavuvi vinapungua. Halafu na elimu ya utabiri wa hali ya hewa. Tumeweza kuwaunga wavuvi kwenye magrupu ya utabiri wa hali ya hewa. Kwa hiyo hali ya hewa ikiwa nzuri, ikiwa mbaya, wavuvi wengi tunatangazia na wenyewe wanaona kwenye simu zao, kwa hiyo hawaendi wapi? Ziwani. Hali ya hewa ikitulia ndo wanaweza kwenda wapi? Ziwani. Na uvaaji wa life jacket. Watu wengi walikuwa hawaoni umuhimu wa kuvaa life jacket, kwa sababu anasema life jacket yeye inamsumbua akienda nayo ziwani, lakini kulingana tunavyoelimisha kila mtu anaenda ziwani lazima uwe na life jacket. Kwa upande wake, afisa mfawidhi kutoka shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC mkoa wa Geita, Godfrey Chegere, amesema shirika hilo limeendelea kutoa elimu hiyo moja kwa moja kwa wavuvi na watumiaji wa vyombo vya usafiri majini, likihimiza ubora wa vyombo hivyo, usajili sahihi wa mitumbwi na maboti, pamoja na utii wa sheria za usafiri majini. Ni sheria inawataka wamiliki wote wa vyombo vya majini kabla ya kuanza shughuli zao waje TASAC kwa ajili ya kusajili vyombo vyao, na baada ya hapo pia shughuli zao zinapokuwa zinaendelea ndani ya maji lazima wahakikishe wale wavuvi ambao wanafanya zile shughuli ndani ya maji wanavaa maboya wakati wote. Na hii imekuwa ni mara kwa mara inafanyika, na ndio maana tunaweza tukuona kwamba katika wilaya ya Chato hakuna matukio mengi ya ajali za majini. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana kwa mwaka huu 2026-27 ni kwamba hakuna ajali ambayo imeweza kutolewa taarifa kutoka kota ya kwanza mpaka hii kota ya pili. Baadhi ya wavuvi na watumiaji wa vyombo vya uvuvi na usafiri majini wameishukuru serikali kupitia shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC kwa elimu wanayoitoa, kwani inawasaidia kufanya kazi kwa amani na tahadhari tofauti na ilivyokuwa awali, huku wakiziomba mamlaka kuweka mifumo rafiki ya kuwachukulia hatua za kisheria abiria na wavuvi wanaokaidi uvaaji wa majaketi okozi. Mamlaka husika nataka itupe sisi maelezo ya mwisho kwamba bwana anayekataa kuvaa life jacket abaki mwaroni. Hata akija kufungulia kesi haina mashtaka. Sisi tunakuwa tuna uwezo wa kujitetea kwa sababu tayari mamlaka husika hata kama ikifika kuja kusikiliza hii kesi inaweza kutusaidia kwamba tushakatoa maelekezo, tushamaliza. Kwa hiyo huyu atajua atakavyoishi mwenyewe. Tuna vyombo ambavyo tayari vimekwisha kuwa vibovu, yani tumeshajua kwamba chombo kikiwa kibovu haitakiwi kwenda kukifanyia kazi. Kwa hiyo vyombo vibovu ndio tunaviacha hapo, tunavyovitumia ni vizuri, na ndio maana tangu umeanza kututembelea mwaro huu hadi leo hii tusiguse mbali sana, lakini tukianza tu na mwaka huu ulivyoanza hadi leo hii hatujapata ajali yoyote majini kwa maana labda chombo kuwa kibovu. Kwa hiyo tunashukuru uwepo wenu na kuwa mnakuja mara kwa mara, na tunaomba mzidi kututembelea. Mabere Makubi, Tumaini Habari, Geita. Asante Mabere Makubi kwa taarifa hiyo. Na mara hii tunavuka maji tukielekea huko Pemba, ambapo hofu na taharuki vimetanda katika kijiji cha Kwale Mponi, shehia ya Kinyasini, wilaya ya Wete, baada ya watoto wawili wa familia moja ambao ni mapacha, Ruwaida Manga Omari na Ruwaia Manga Omari, kukutwa wamefariki dunia kwa kujinyonga kwenye mti kwa kutumia kamba moja karibu na nyuma ya nyumba yao. Tukio hilo limetokea majira ya saa 5 asubuhi, huku serikali ikiendelea na uchunguzi ili kubaini chanzo cha tukio hilo. Akizungumza na wananchi, mkuu wa wilaya ya Wete, Abdalla Rashid Ali,
Ametoa pole kwa familia hiyo na kuwataka wananchi wa Kinyasini kuwa watulivu na wastahimilivu katika kipindi hiki kigumu kilichozua hofu na taharuki kwa jamii. Amesema ni kawaida kwa matukio ya dharura kuleta msongo wa mawazo, lakini ni muhimu wananchi kushikamana, kusaidiana na kuendelea kuwa makini kwa usalama wa watoto. Kwa mashirikano yetu makubwa ambayo tumekuja katika zoezi hili la kuondokewa na vijana wetu hawa wawili wadogo, wanafunzi katika familia moja, tunakuombeni kwamba tuwe na subra katika kipindi hichi kigumu cha msiba huu, lakini pia kutokana na utafiti wetu ama uchunguzi wetu, vijana wetu hawa tutawahitaji kidogo kwa uchunguzi wa ziada. Kwa hivyo sisi serikali tutachukua kwa muda mfupi vijana hawa tukakamilisha uchunguzi wetu, na baada ya hapo tulikabidhi familia kwa ajili ya maziko. Mashuhuda wanasimulia kuwa watoto hao wenye umri kati ya miaka 4 na 7 walikuwa wakicheza mchezo waliouzoea wa kuvutana kamba. Tokea mtu watoto wamejinyonga, sina taarifa, basi nakupa taarifa. Kwale sehemu gani? Kwale mwisho huku ndiko mie. Watoto wanaitwa nani? Akanambia wanaitwa Ruwaiha na Ruwaida. Kwa kweli tokeo hilo limetugusa na limetuumiza sana tu, hasa kama ni wazazi. Kwa hiyo kwa kweli tunaumia 100%. Kwa hiyo huu ni mtihani mrefu kwa kweli. Watoto wangu tuwe na hadhari kwa watoto, tuwe waangalizi kwa watoto wetu. Tukio hilo limeiacha jamii ya Kinyasini katika mshangao, huku likiwa somo muhimu kwa wazazi na walezi kuongeza uangalizi wa watoto wakati wote. Raha ya milele uwape Bwana na mwanga wa milele uangazie, wapumzike kwa amani. Amin. Na mara hii tukielekea Tanga, ambapo mkuu wa wilaya Lushoto Zefania Sumaye amepiga marufuku uvunaji na usafirishaji holela wa mazao ya misitu ikiwemo kuni, mkaa na mbao pasi na kuwa na vibali vya mamlaka husika na kudhibitishwa na ofisi yake. Hii hapa ni taarifa zaidi. Mkuu huyo wa wilaya ameyasema hayo kwenye kikao kazi cha maafisa maliasili na mazingira, maafisa misitu pamoja na maafisa biashara wa mazao ya misitu, ambapo mkutano huo umelenga kusisitiza umuhimu wa vibali vya kufanya biashara ya mazao ya misitu. Ninapiga marufuku kuanzia leo wale watu wanaobeba magogo Bumbuli kwanza wafuate taratibu za kupata vibali vyote vya uvunaji. Halmashauri ichukue pesa yake na wachajiwe sawasawa na kazi wanayofanyia ile miti. Shirikiana na TFS, anafahamu kule sawa hili mlishapitia haya mambo, si ndio? Chaji ziweze kuwa natajiwa wale baada ya kuambia hii sio kuni. Chaji hizo zifanyike hapa. Ikiwezekana hata tuwazuie, kwa sababu hatuna interest nao kubeba magogo yale. Yale magogo wanabeba, ananufaika nani? Ananufaika yule anaye. Sawa, mkulima amelima miti yake. Lakini tunakausha. Sasa hivi tunakausha hiyo zote. Kwa siku zinateremka lori 2-3 na nyingi zinatembea usiku. Saa 7, saa 8 nilikuwa napita, tunakutana nazo zinashuka. Ninaamini hata ushuru zitakuwa zimekimbia. Kwa hiyo unapopata taarifa za TP kila siku, ninatamani hizo taarifa wala msishare na mimi tu, mshare na maafisa mapato pamoja na afisa misitu ili uweze kujua hivi kweli haya magari yamelipa. Wamelipa au wanatorosha hizi mali. Kuna saa tutafika itakuwa mikubwa, tutasema sasa hebu tuvune ipungue. Lakini sasa hivi sisi tuko chini kwamba miti inakaribia kuisha. Tunahitaji muda wa kuweza kuikuza. Kristoganus Vyakuta, mhifadhi mkuu wa hifadhi ya mazingira asili ya Magamba, hapa anaeleza umuhimu wa ushirikishwaji wa wadau wa misitu pamoja na wafanyabiashara juu ya umiliki wa vibali pasi kwenda kinyume na taratibu zilizofanywa na serikali. Lengo kuu la vibali vya kupata vibali kwenye mti wako ni kuhalalisha uhalali wa ule mti tunaposafirisha. Sisi viongozi ni wachache, lakini tunawategemea nyinyi pia kusaidia wale wanaenda kinyume na taratibu. Tusimamie sheria, tulinde mazingira yetu. Elimu tuliyoipata leo imetufundisha kuona kwamba kuona umuhimu kwanza wa uhifadhi wa misitu, lakini lingine kuona umuhimu wa kufuata taratibu ili tuwe na misitu endelevu, lakini pia kwa faida ya kizazi kijacho. Ambao tunafanya hii biashara tuwe na vibali ili hata serikali yetu ikisema kuzuia kuhusu mkaa wanajua kwamba mtu fulani na fulani ndio mwenye kibali cha mkaa. Endapo wafanyabiashara na wanunuzi wa mazao ya misitu wakifuata taratibu za serikali wataweza kulinda na kuhifadhi mali asili zilizopo. Nikiripoti kutoka Tanga, ni mimi Dominic Maro, Tumaini Habari. Asante sana Dominic Maro kwa taarifa hiyo.
Huko nchini Gaza imezinduliwa kampeni kubwa chini ya kauli mbiu isemayo tutaijenga upya Gaza. Kampeni hiyo imezinduliwa katika jiji la Gaza kwa kushirikiana na mashirika ya ndani na mashirika ya Umoja wa Mataifa katika juhudi zinazolenga kuanza shughuli za kusafisha na kuondoa uchafu ulioachwa na vita. Makumi ya washiriki ikiwa ni pamoja na maafisa wa Umoja wa Mataifa, wafanyakazi wa kujitolea na wakazi ambao walirejea hivi karibuni kutoka kusini mwa ukanda walishiriki katika shughuli katikati ya jiji. Mshiriki mmoja, mwanamke katika kiti cha magurudumu, aliinua bango linalosomeka tutajenga upya Gaza ili kuonyesha uungaji mkono wake kwa kampeni hiyo. Amjadi Ali Shawa, mkurugenzi wa mtandao wa mashirika yasiyo ya kiserikali ya Palestina, anasema mpango huo unawakilisha ujumbe wa pamoja kwa ulimwengu kwamba watu wa Gaza wanaweza kurudisha maisha katika miji yao. Ni wakati wa sisi sote kutoka sekta zote kusimama kwa umoja ili kukomesha mateso haya na kutuma ujumbe kwa ulimwengu kwamba ardhi hii inashikilia kile kinachostahili kuishi na kwamba sisi ni watu wenye uwezo wa kuunda maisha. Leo ujumbe huu unaonyesha kupitia utaratibu huu na kazi ya pamoja na manispaa ya Gaza, chemba ya biashara, shirika lisilo la kiserikali kutoka mtandao wa Umoja wa Mataifa na mashirika ya kimataifa. Watu wetu wa Palestina leo kuna timu maalum inayofanya kazi ya usimamizi wa vifusi vilivyopo katika ukanda wa Gaza, na hii ni ishara ya matumaini ya kuanza kutafuta ufumbuzi wa tani milioni 60 za vifusi vilivyoachwa kutoka kwa nyumba zetu, vifaa na miundombinu. Timu maalum za wahandisi zinafanya kazi ya usimamizi wa vifusi zimeanza kutafuta suluhu kwa zaidi ya tani milioni 60 za uchafu unaotokana na uharibifu wa nyumba na miundombinu. Maafisa wa shirika la Umoja wa Mataifa pia walijiunga na juhudi za kusafisha na kuthibitisha uungaji mkono wao kwa mipango ya ndani. Tuko hapa na mamlaka za mitaa na chama cha Palestina cha CSOS za kitaifa na chama cha wafanyabiashara. Tupo hapa kuanza kusafisha, na kama unavyoona nyuma yangu tunaashiria jumuiya ya watu kutoka Gaza City, wale ambao wamebaki hapa wakati wa vita na wale wanaorudi kutoka kusini kuishi katika jiji lao, na tunasafisha kwa ajili ya kukaa katika jiji lao. Tunasafisha na tunaendelea kuwapa watu wa Umoja wa Mataifa kuwa na programu muhimu, mkusanyiko wa kila siku wa taka ngumu, na sasa maandalizi kabla ya majira ya baridi ili kuhakikisha kwamba maji machafu yanasimamiwa ipasavyo kabla ya msimu wa baridi kali. Kampeni hiyo ilijumuisha kupelekwa kwa mashine na maroli kuondoa uchafu barabarani, huku makumi ya wafanyakazi na watu wa kujitolea wakishiriki katika kuondoa taka na kusafisha maeneo ya umma, ikiwa ni sehemu ya juhudi pana za kurejesha maisha ya jiji baada ya miezi mingi ya vita. Na mtazamaji, kwa simulizi hiyo napata mapumziko mafupi, nikirejea tunazo taarifa nyinginezo. Tafadhali endelea kubaki pamoja nasi. Vipimo kutoka maabara ya maudhui vimekamilika na majibu yake ni haya. Tumbo liko kama puto. Kujua kwamba umeshiba ni jinsi tumbo limetanuka. Kama kuna tatizo yoyote kwenye mimba yake wanagundua mapema ili waweze kurekebisha hiyo kitu. Kwamba mama anapaswa sio ampigishe mswaki kwa sababu hana meno, lakini anamsafisha zile fizi. Kuna baadhi ya dawa zinaweza pia zikawa na madhara kwa mtoto aliyeko tumboni, anayenyonya, au hata mtoto ambaye yupo katika stage za ukuaji. Afya ni mtaji. Kutana na wataalamu wa afya kutoka sehemu mbalimbali katika kipindi cha Zahanati. Usikose kutazama kipindi hiki Ijumaa saa 2:30 usiku na marudio Jumamosi saa 8:30 alasiri. Ni hapa hapa Tumaini Television. Ipe nafsi yako tumaini.
Mtazamaji, tunasonga mbele na Tumaini Habari. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, na mara hii tukielekea kwa mkoani Kilimanjaro ambapo wanandoa wametakiwa kufanya mazungumzo ya pamoja na kutatua mifarakano kwa haraka pale inapobainika mmoja wao amekiuka utaratibu ndani ya familia ili kuimarisha ushirikiano na kuendeleza afya ya ndoa zao. Msaidizi wa askofu wa Dayosisi ya Kaskazini Deogratias Msanya amesema hayo wakati akifunga semina ya siku 4 ya wanandoa iliyofanyika wilayani Hai mkoani Kilimanjaro. Akizungumza kwenye ufungaji wa semina hiyo, Mchungaji Msanya amewataka wanandoa walioshiriki mafunzo hayo kwenda kuyafanyia kazi kwa kuyatumia katika maisha yao ya kila siku, si tu kwa manufaa yao binafsi bali pia kwa watoto wao na jamii inayowazunguka. Kusudia kujinunulia kizazi bora. Naomba sana wewe ambao umefika kwenye semina hii, yale ambayo tumesikia yasibaki hapa. Nenda kayaweke kwenye matendo, kwanza kwa ajili yenu ninyi wawili, kwa ajili ya watoto wenu, lakini naomba ninyi pia mkalete harufu nzuri ya manukato kwa wale wengine ambao hawapata nafasi ya kuja kwenye semina hii. Mkawaambie liko tumaini na Bwana anakusudia mema kwa ajili yetu. Kwa upande wake, mkuu wa jimbo la Hai Mchungaji Benieri Mario amesema maono ya uongozi wa jimbo hilo ni kuhakikisha familia zinakuwa imara kwa kuwa ndio msingi wa kanisa, jamii na taifa, na kusema ameanza kwa wanandoa kuelekeza njia sahihi ya kuenenda ili kupata kizazi bora na chenye maadili. Na haja ya kufanya mazoezi, na haja ya kuinteract na watu, halafu kuna haja pia ya kucheki afya yangu kila wakati. Hadi kadhalika kwenye ndoa kuna haja ya kujifunza tabia, emotions za kwangu na za mume wangu na za watoto wangu, lakini kuna haja ya kurekebisha watoto pale ambapo tumewakosea. Bado tuna muda wa kurekebisha jambo hilo na kufanya kwamba watoto waweze kuishi maisha ambayo maisha mazuri ya jamii ya Tanzania, lakini pia kiroho. Jambo lingine ambalo nimejifunza ni kiuchumi pia, kwamba kuna haja ya kujifunza kufundisha watoto kazi. Nao baadhi ya washiriki wa semina hiyo wamesema wamepata uelewa mpana kuhusu namna bora ya kuongoza familia zao, kutambua nafasi zao katika ndoa, pamoja na kujifunza mbinu za kuepuka changamoto za afya ya akili. Nimejifunza kwa habari ya makuzi ya watoto, lakini nimejifunza kwa habari ya kujielewa mimi kama mwanandoa na wajibu wangu na nafasi yangu, lakini pia nimejifunza jinsi ambavyo unaweza kukutana na masuala ya afya ya akili, kutokana na msongo wa mawazo, kurundika vitu ndani ya moyo, kutokusamehe, ya kwamba inaweza kuleta shida na kupata shida ya afya ya akili. Kwa kifupi, niseme natamani sana kila mtu angeweza kuhudhuria, kila mwanandoa, kwa sababu kuna vitu vikubwa tumejifunza ambao nilikuwa sifahamu. Semina hiyo ya siku 4 itakutanisha wanandoa kutoka katika maeneo mbalimbali, ambapo mpango wa jimbo ni kwamba semina kama hizo itakuwa ya muendelezo na itawakutanisha wanandoa na vijana wanaotarajia kuingia katika ndoa. Jeshi la polisi mkoa wa Geita limewataka waendesha bodaboda kuhakikisha wanajiepusha na vitendo vyovyote vya uhalifu au vunjifu wa amani vinavyoweza kuhatarisha usalama wa wananchi. Joel Maduka anaripoti kutoka Geita. Wito huu umetolewa na mkuu wa operation mkoa wa Geita ICP Amoni Chare Minawata katika kikao maalum cha wadau wa usafirishaji kwa kutumia pikipiki kilichofanyika katika bwaro la polisi mkoani humo. Akizungumza katika kikao hicho, ICP Mimata amesema ni muhimu kwa waendesha bodaboda kutokubali kushawishiwa na vikundi vinavyoweza kuhamasisha vurugu au vitendo vingine vinavyohatarisha utulivu wa mkoa wa Geita. Kamwe msikubaliane na watu wenye nia ovu au watu wenye nia kuvunja amani yetu tulionayo, wala msikubaliane nao. Ukiona kuna dalili zozote au kuna makundi yoyote yanajipanga kwa lengo la kuvunja amani, namba yangu ya simu hiyo hapo, nipigie, nitakuja mimi mwenyewe. Watu wa namna hiyo mimi huwa sicheki nao. Mnanielewa? Watu wa namna hiyo huwa sifanyeje? Huwa sicheki nao hata kidogo. Kwa sababu mnajua wana madhara makubwa sana kwa taifa, lakini wana madhara makubwa sana kwa wananchi wa Geita. Baadhi ya waendesha bodaboda walioshiriki katika mkutano huo wameelezea namna elimu walioipata itakavyowawezesha
kuendelea kulinda amani na kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa upande tumeweza kuelewa na tumetambua, na sisi kundi letu la bodaboda tumeweza kupata elimu nzuri, wala hata hakuna kitakachoharibika hiyo tarehe 9. Kwa hiyo tunalishukuru jeshi la polisi kwa kuweza kutuita na kupata hiyo taarifa. Kwa hiyo na tumeelewa na tumetii, wala hakuna shida yoyote ile. Mwezi wa 10 yaliyosababishwa na watu waliokuja na kuhamasisha vijana wakaandamane, tumepewa elimu namna ya kujikinga, tusiweze kufuata taarifa ambazo hazijatolewa na viongozi wetu. Hivyo tunakwenda Nyang'hwale kuwaeleza waendesha bodaboda au pikipiki kwamba tusifuate mkumbo, tuendelee na shughuli zetu kwa mujibu wa sheria. Mwenyekiti wa waendesha bodaboda mkoa wa Geita, Fred Fideli, amelishukuru jeshi la polisi kwa kutoa elimu hiyo muhimu na ameahidi kuwasimamia wanachama wake kuzingatia sheria pamoja na kuimarisha ushirikiano na jeshi la polisi ili kuhakikisha mkoa huo unaendelea kuwa salama. Wa maegesho, viongozi wa kata na viongozi wa wilaya tumetunga sheria ndogo ndogo kuhakikisha kwamba tunawaona bodaboda anapokuwa amepaki. Tukiachana sheria za usalama barabarani, tuna sheria za kwetu kama bylaws zinaitwa ambazo sisi tunatakiwa tuzitekeleze. Kwa hiyo nihakikishe tu kwamba waende wakazisimamie, na kama kuna mwanachama yoyote anaweza akaanzisha aidha migogoro au akaanza kuhamasisha maandamano, naomba hatua kali za kinidhamu zichukuliwe dhidi yake, ikiwepo kuondolewa kabisa kwenye egesho. Sababu jeshi la polisi mkoani Geita limeendelea kusisitiza kuwa elimu kama hiyo itaendelea kutolewa mara kwa mara ili kuhakikisha waendesha bodaboda wanakuwa sehemu ya jitihada za kulinda usalama wa wananchi kwa ujumla. Kikao hiki kimetajwa kuwa ni hatua muhimu katika kuimarisha ushirikiano kati ya polisi na wadau wa usafirishaji, hatua ambayo inaendelea kujenga msingi imara wa amani na utulivu katika mkoa wa Geita. Katika kukuza maadili ya mtoto, wazazi na jamii kwa ujumla wametakiwa kuweka ushirikiano baina yao na walimu ili kile wanachofundishwa shuleni kiende sambamba na nyumbani. Doreen Alois na ripoti zaidi kutoka huko Dodoma. Akizungumza kwenye mahafali ya chekechea ya shule ya msingi Misericordia iliyopo jijini Dodoma, misionari wa damu takatifu wa Yesu ambaye pia ni mlezi wa chuo kikuu cha Dodoma UDOM, Padri Wenceslausi Bamugasheki amesema watoto wadogo wanahitaji waandaliwe vizuri na kupewa malezi bora wakiwa wadogo ili waweze kutoa matokeo mazuri mbeleni. Watoto wadogo ni muhimu sana. Hawa wanapoanza, kabla hawajaanza darasa la kwanza, wanahitaji waandaliwe. Na maandalizi ya muhimu yanahitajika kwa ajili ya mtoto ambaye ni wa miaka 4 mpaka miaka 12. Ni umri ambao unamfanya mtoto aweze kujifunza mambo mengi na kuyaweka katika ubongo wake, na hayo mambo huwa yatoki. Makamu mama mkuu wa kanda ya Tanzania na Burundi, shirika la masista wa huruma Misericordia, Sister Venansia Manga, anawasihi wazazi kuwakuza watoto wao kiimani wawapo nyumbani ili kutimiza ndoto zao, huku mkuu wa shule hiyo ya Misericordia, Sister Aurelia Simoni, anasema licha ya mafanikio bado kuna changamoto ya wazazi kutolipa ada kwa wakati na kupelekea kutofanikisha utendaji kazi kwa ufanisi. Tupende kutoa wito kwenu, tunaomba tusaidiane katika swala zima la malezi hata mnapokuwa nao nyumbani. Kile kinachopandwa hapa basi iwe ni muendelezo, wakikute nyumbani waendeleze, hasa katika swala zima la maadili na imani kila mmoja anayekuwa anaamini. Pamoja na mafanikio tuliyoorodhesha hapo juu, shule bado ina changamoto kadhaa. Baadhi ya wazazi kutofuatilia maadili na maendeleo ya watoto kitaaluma. Baadhi ya wazazi kuchelewa kulipa ada kwa wakati. Mmoja wa wazazi Modesta Mtui akitoa neno la shukrani anasema wanajivunia elimu inayotolewa shuleni hapo, huku akiwasihi wazazi kuendelea kutoa ushirikiano na msisitizo wa sala wawapo nyumbani. Tunaona kile ambacho mnakifanya. Tunaona watoto wanavyokuwa kiroho vizuri, wanavyokuwa kimwili, wanavyokuwa kifikra, lakini ni watoto ambao wanajitambua, wanajielewa. Kule mtaani ukiwachanganya na watoto wa shule nyingine, tunaona tofauti ya watoto wa Misericordia.
Shule ya msingi Misericordia ambayo inamilikiwa na masista ni miongoni mwa shule bora inayotoa elimu ya kujitambua kimaisha na ujasiriamali kuanzia ngazi ya chini mpaka kuhitimu darasa la 7. Kutoka Dodoma, Dorini Alois, Tumaini Habari. Wana arkeolojia wanaochunguza ndani kabisa ya pango la Bizmon na kugundua vidokezo vipya kuhusu maisha ya kabla ya binadamu huko nchini Morocco. Taasisi ya Kitaifa ya Arkeolojia na Turat, sehemu ya Wizara ya Vijana, Utamaduni, Mawasiliano, imezindua wimbi jipya la utafiti. Pango hilo lipo kusini magharibi mwa Morocco, kilomita 15 tu kaskazini mashariki mwa Essaoura. Pango la Bizmon linalokuwa dirisha la historia ya zamani ya wanadamu, ambapo kila safu ya dunia inashikilia uwezekano wa uvumbuzi wa msingi. Ugunduzi wa hivi karibuni katika pango la Bizmon unaonesha mabaki ya wanyama waliotoweka na zana za hali ya juu za mawe zilizodumu kwa zaidi ya miaka 150. Hatua hii inaimarisha lango muhimu la kisayansi la mageuzi na tabia ya awali ya binadamu katika Afrika ya Kaskazini. Na mara hii tukielekea huko Vatican ambapo akikutana na shirikisho la Kikatoliki la Biblia, kiongozi wa kanisa Katoliki ulimwenguni Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewahimiza wasomi wa Biblia na wahudumu wa kichungaji kulifanya neno la Mungu lipatikane kiurahisi kwa watu wote, hasa katika anga za kidijitali, ili vizazi vichanga viweze kukutana na Kristo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekutana na wanachama wa shirikisho la Kibibilia Katoliki akitoa shukrani zake kwa huduma yao kwa neno la Mungu. Akitafakari juu ya kumbukumbu ya miaka 60 ya katiba ya dogmatiki juu ya ufunuo wa kimungu na wito wa mtaguso wa pili wa Vatikano wa maandiko matakatifu kupatikana kwa urahisi na kutunzwa kila mahali. Baba Mtakatifu anasema hati hiyo inawasilisha tafakari ya kina, imani thabiti na mtazamo wa kichungaji. Shirikisho la Kibibilia la Kikatoliki linashiriki lengo hilo hilo, alibainisha Baba Mtakatifu, na kwamba kama linataka kufanya neno la Mungu kuwa sehemu muhimu ya huduma ya kichungaji na kulitoa kama chanzo cha msukumo wa nguvu kwa kanisa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika wasomi wa Biblia waliokusanyika Roma ili kufanya upya uaminifu wao kwa mamlaka yao. Pia Baba Mtakatifu anasema kwamba ni lazima waamini watiwe moyo kusoma Biblia ili wakutane binafsi na upendo wa Mungu unaoonyeshwa kwa maneno ya kibinadamu. Baba Mtakatifu pia anawaalika washiriki wa shirikisho la Kibibilia la Kikatoliki kujiuliza jinsi kanisa linaweza kusaidia vizuri watu ambao hawajawahi kusikia neno la Mungu na kulifikia. Selina Matuja, Tumaini Habari. Na mtazamaji, taarifa hiyo inanipeleka mapumziko mafupi. Nikirejea na wasawa habari za biashara na uchumi, endelea kubaki pamoja nasi. Ni wasawa habari za biashara na uchumi, na tukielekea huko Arusha ambapo serikali imefanikiwa kukusanya taarifa na kubaini jumla ya viwanda 23,150 vikubwa, kati na vidogo katika mikoa 7 kati ya mikoa 26 nchini, hatua itakayowezesha kutambua maeneo yenye rasilimali na fursa ili kuvutia wawekezaji wa ndani na nje ya nchi, sambamba na kufungua nafasi za ajira kwa vijana, wanawake na makundi maalum. Akizungumza katika uzinduzi wa zoezi la ukusanyaji taarifa za viwanda kwa mikoa ya Arusha na Manyara, Katibu Mkuu wa Wizara ya Viwanda na Biashara, Dr. Hashir Abdalla, ameeleza mpango huo ni sehemu ya jitihada za serikali kutengeneza taarifa sahihi zitakazowezesha kupanga maendeleo ya sekta hiyo kwa ufanisi. Tunafanya tafiti, tumeshaanza mikoa 7. Sasa hivi tunapiga mikoa hii miwili, Manyara na Arusha, na mara baada ya kumaliza tunakwenda nchi nzima. Tutakuwa na mfumo wa kitaifa, National Industrial Information Management System. Ndani ya mfumo huo, popote pale utakapokuwa, ukiklik
unapata taarifa zote. Kwa hiyo mwekezaji yoyote ambaye anaingia hatakuwa na sababu ya kusafiri kwenda kutafuta wapi aweke uwekezaji upe, atapata red hand information ndani ya mkono wake. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa shirika la utafiti na maendeleo ya viwanda Tanzania, Profesa Mkumbuka Mtambo, ametoa takwimu za utekelezaji wa mpango huo mpaka sasa. Tumeweza kubainisha viwanda 23,150, viwanda vikubwa, viwanda vya kati, viwanda vidogo na viwanda vidogo sana. Na mpaka sasa hivi lengo hasa ni kufanya zoezi hili nchi nzima. Au mfumo utatuwezesha sasa sisi kupata taarifa sahihi kwa wakati maalum, kwamba sisi tunajua kwamba leo tuna viwanda 64, lakini hivi viwanda 64 vikubwa ufanisi wake ukoje? Lakini vile vile mkoa huu una fursa nyingi kwa wawekezaji, kwa sababu tuna ardhi kubwa ipatayo karibu ekari 25,000 ambazo bado hazijakuwa na kitu chochote. Kwa tunakaribisha wawekezaji kwenye upande wa mifugo, pia upande wa madini. Mpango huu wa serikali unalenga kujenga mfumo wa kanzi data ya kitaifa kupitia mfumo wa utoaji taarifa za viwanda ili kuwawezesha wawekezaji kupata taarifa sahihi na ukusanyaji maamuzi ya wawekezaji nchini. Mkoa wa Morogoro unatarajia kuitumia reli ya mwendokasi ya SGR kusafirisha mazao ya mboga kwenda mikoa ya jirani ikiwemo Dar es Salaam na Dodoma pamoja na nchi jirani, hatua itakayosaidia kukabiliana na changamoto ya mazao ya wakulima kuharibika kabla ya kufika sokoni. Taarifa ya Merina Robert kutoka mkoani Morogoro inasoma studioni. Mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Malima akizungumza na waandishi wa habari kuelekea maonyesho ya wafanyabiashara na wajasiriamali mkoa wa Morogoro, amesema mkoa wa Morogoro ni kitovu cha mazao mbalimbali yakiwemo mboga, lakini mazao ya mboga yamekuwa yakiharibika au mengine kufika sokoni yakiwa hayana ubora kutokana na kutokuwepo kwa miundombinu bora ya usafirishaji. Hivyo mkoa huo upo kwenye mchakato na reli ya SGR ili iweze kusaidia kusafirisha mazao hayo. Kwa hiyo pale SGR pale unapoona tunavyoshuka huko upande wa abiria, kule upande wa pili kuna yake kama unaona yale majengo kama magodown fulani. Sasa pale lengo letu lilikuwa tunataka kutengeneza uwezo wa refrigerate, yani wa kuhifadhi bidhaa za mboga zikakaa bila kukafiri. Pia Malima ameeleza namna maonyesho hayo yatakavyochochea kuongeza uzalishaji na ziada katika sekta ya viwanda na biashara katika mkoa wa Morogoro. Kwa hiyo tunasema tunataka kwanza, pamoja na yote haya maonyesho yetu yanaenda kuonesha capacity, uwezo wa Morogoro wa kuwa wazalishaji wakubwa, lakini ukiwa mzalishaji mkubwa unataka uwe na mtumiaji mkubwa. Mwenyekiti wa chemba ya wafanyabiashara wenye viwanda na kilimo TCCIA mkoa wa Morogoro Mwadhini Myanza na afisa uendelezaji biashara mwandamizi shirika la kuhudumia viwanda vidogo SIDO mkoa wa Morogoro Grace Makoye wakaeleza ni kwa namna gani maonyesho hayo yatakavyowasaidia wafanyabiashara na wajasiriamali kupata fursa. Lengo kubwa ni kuwaleta wafanyabiashara wenye viwanda na wakulima katika platform moja na kuonyesha bidhaa zao wanazozizalisha, kama vile tulivyomsikia mkuu wa mkoa akisema kwamba Morogoro ni ghala la chakula. Sasa kwa haya maonyesho ambayo tumeandaa hapa mkoani Morogoro yanawajengea nafasi kubwa ya kuonyesha kitu gani wanakitengeneza. Kwa hiyo watapata oda, lakini pia watauza. Lakini tukiachana na hilo, maonyesho yanawaleta pamoja, yanawasogeza karibu na taasisi ambazo zinawasaidia. Maonyesho ya biashara, viwanda na wakulima Morogoro Region Trade Fair Exhibition yanatarajiwa kufanyika kuanzia Novemba 20 hadi Novemba 30 mwaka huu katika uwanja wa Jamhuri, na washiriki 200 wanatarajiwa kushiriki zikiwemo taasisi za serikali na binafsi, ambapo ufunguzi huo unatarajiwa kufanywa Novemba 24 mwaka huu na mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Malima. Taarifa hii ya Merina Robert kutoka mkoani Morogoro imesomwa kwako nami Samson Kesi, Tumaini Habari. Na mara hii tunakwenda kupata taarifa za ubadilishwaji wa fedha za kigeni dhidi ya shilingi ya Tanzania, na hii ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT, na kama inavyoonekana katika mfumo wa jedwali.
Na ndivyo ambavyo tunatamatisha habari hizo za biashara na uchumi, na tunakwenda kupata mapumziko mafupi. Nikirejea ni viwanjani katika upande wa habari za michezo na burudani. Endelea kubaki pamoja nasi. Familia bora katika nyumba aminifu. Katika nyumba aminifu, familia bora. Ewe baba, mama, kijana, wazee na wastaafu wenzangu, kipindi hiki ni mahususi kabisa katika uchambuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu familia, jumuiya, lakini pia jamii yote kwa ujumla. Yote katika kujenga familia iliyo bora katika nyumba aminifu. Hakika Television Tumaini kumenoga na maisha ya familia na wanafamilia bora katika nyumba aminifu. Utakuwa nasi mubashara kila Jumapili kuanzia saa 12 jioni hadi saa 1, na utakuwa na fursa ya kuweza kuuliza maswali, kuchangia maoni yako, na yote katika kujengana kuhakikisha familia zetu zinakuwa bora, zenye amani na furaha, hasa katika safari ya hija kuelekea mbinguni. Lakini yote haya unayapata hapa Television Tumaini. Usipange kukosa. Kipindi hiki ni changu, ni chako, ni chetu sote. Na mtazamaji, ni wasawa habari za michezo na burudani, na katika eneo hilo tayari mwanamichezo Nicholas Kilowoko yuko hapa kutujuza yale ambayo yamejiri upande huo. Nicholas, karibu na uwanjani wako. Naam, shukrani sana Anet Nyoni kwenye habari za michezo. Tuanze na taarifa yao BMT. Viongozi wapya shirikisho la mchezo wa taekwondo wamepatikana, huku pia vilabu vikihimizwa kulipa ada za BMT na shirikisho la mchezo wa taekwondo ili kuchangia maendeleo ya mchezo huo na kuboresha mazingira bora ya kufundishia na ya kiushindani. Na afisa michezo wa BMT Charles Maguzu ametoa wito kwa viongozi wao hao wapya waliopatikana mara baada ya kufanyika kwa uchaguzi, huko pia akisisitiza juu ya namna gani ambavyo kuipa heshima nafasi ya mchezo huo katika jamii wanazoishi, lakini pia kuendeleza kupa kipaumbele katika kimataifa na hata kitaifa kwa ujumla. Viongozi ambao mmeingia leo madarakani, hakikisheni mnadumisha ushirikiano, upendo, umoja, uzalendo na kujitoa kwa hali na mali ili taekwondo iweze kuendelea zaidi kutoka hapa ambako imefikia. Na ili muweze kuyafanya haya, inabidi mkafanya yafuatayo. La kwanza, wanachama wenu ambao ni vilabu 98% wanakaribia kwenda kufa kuwa wanachama mfu, kwa sababu hawalipi ada za baraza la michezo, hawalipi ada za shirikisho lenu la taekwondo. Ili uwe hai kwa mujibu wa sheria ya baraza kwa vyama vya michezo, mashirikisho na vilabu, uhai wako ni wewe kujihusisha moja kwa moja na kulipa ada za baraza la michezo za mwaka pamoja na ada za shirikisho ambalo unalitumikia au chama. Na kwingineko ni kwamba klabu ya soka ya Simba imeanza rasmi sasa hamasa zao kuelekea mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Petro de Luanda. Mchezo utakaopigwa Novemba 23 Jumapili katika dimba la Benjamin Mkapa. Meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Simba Ahmed Ali alipata wasaa mzuri kabisa kuzungumza, kupia akielezea kiingilio cha mchezo huo ni shilingi 5,000 tu, kiingilio cha chini kabisa cha mchezo huo, kupia akiweka bayana kuhusiana na wale wachezaji ambao wako majeruhi hivi sasa. Nianze kwa kutangaza rasmi ya kwamba mchezo wetu wa kwanza wa hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika baina ya Simba Sports Club dhidi ya Petro Atletico de Luanda utapigwa siku ya tarehe 23 ya mwezi wa 11 saa 10 kamili katika uwanja Benjamin Mkapa. Tumelazimika kuitangaza kwa utuo tarehe hiyo kwa sababu hapo awali kulikuwa na taarifa mkanganyiko juu ya tarehe ya mchezo huu. Na kwa mantiki hiyo basi, kila mwana Simba hii leo apokee taarifa hii rasmi kutoka klabu ya Simba ya kwamba
Mechi yetu itakuwa ni tarehe 23 saa 10 kamili kunako dimba la Benjamin Mkapa. Na mahali kwenye klabu ya soka ya Simba. Kwingineko ni kwamba timu ya taifa ya vijana umri chini ya miaka 17 Serengeti Boys imeendelea kufanya mazoezi ya kurejesha mwili na kuhakikisha kwamba utimamu mwili unarejea vizuri kabisa kwa ajili ya kuania mchezo wao unaofuata wa kuania kufuzu michuano ya AFCON kwa mwaka 2026 kanda ya Sekafa. Na wachezaji hao mpata nafasi ya kuzungumza kwa nyakati tofauti mara baada ya kumalizika kwa mchezo wao uliopita kwa kushinda bao 6 dhidi ya timu ya Sudan. Cha kwanza naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu. Mchezo jana ulikuwa mzuri na pia mchezo jana sio kama ulikuwa mwepesi sana, hapana. Ni wenzetu tu kuwalingia tu kwenye mfumo ndio tukafunga goli 6 bila. Maandalizi hapo vizuri. Wenzetu wametupa motisha mzuri sana na imani tutafanya vizuri zaidi ya mechi ya jana. Binafsi kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa matokeo tuliyopata. Na kwa mchezo wa jana kwa kwetu sisi wachezaji ulikuwa upande mzuri kusema ukweli. Maelekezo tuliopewa na walimu tumeenda kufanya kazi uwanjani. Tukapata mabao 6. Siri ya ushindi tangia tunapoingia uwanjani nilikuwa kujituma. Tulikuwa tunajituma na kufuata maelekezo ya kocha. Mimi kama naoza tulikuwa nawasisitiza kwamba mpira ni mchezo wa makosa. Pale kipindi tunapofanya makosa tusilaumiane. Tuanze kumsahihisha mwenzako na tuendelee na mchezo. Na kwingineko ni kuhusiana na uwanja wa soka pale jijini Arusha. Umefafanuliwa vizuri kabisa jinsi ambavyo kwa nini umejengwa katika jiji lile, lakini pia muundo wake wa ujengwaji uwanja ule umezingatia vigezo gani hasa. Mhandisi Dennis Mtemi kutoka kampuni ya China Railway Construction Engineering Group Limited amefanua kuhusiana na upana kuhusu usanifishaji wa muonekano wa uwanja huo wa michezo jijini Arusha. Lakini pia mbali na Mtemi, viongozi wengine pia mpata nafasi ya kuzungumzia kuhusiana na uwanja huo. Uwanja huu kujengwa Arusha kwanza una manufaa makubwa sana. Arusha ni mji wa kitalii. Arusha ni mji ambao una hoteli nyingi ambazo zimezoea kukaribisha wageni mbalimbali kutoka mataifa tofauti tofauti. Maana yake Arusha inakwenda kupanua wigo wa kupokea hata fedha za kigeni. Kwa maana ya kwamba watalii wanapokuja, huu ni utalii wa michezo. Kwa hiyo kimkakati pia ukiangalia kwa sura tofauti unaweza kuona kwamba nchi imetengeneza utalii wa michezo. Imeongeza hadhi ya utalii uliopo Arusha katika michezo au kupitia michezo. Kwa maana uwanja huu naamini, nina uzoefu wa uwanja wa Benjamin Mkapa. Wageni wanapokuja Tanzania, moja ya maeneo wanayotembelea ni uwanja wa Benjamin Mkapa. Moja kati ya matakwa ya mwajiri ilikuwa ni kujenga uwanja ambao utahifadhi tunu za kitaifa. Sasa sisi tukalichukua hilo very seriously. Katika kudesign tukatengeneza timu ya madesigner ambao tulifanya research kulingana na eneo uwanja unajengwa. Tukaona eneo letu liko katika mji wa kitalii, lakini pia eneo letu liko karibu na mlima Kilimanjaro. Tukasema paa letu la uwanja lichukue ama liakisi muonekano wa mlima Kilimanjaro. Na mlima Kilimanjaro kwa AKA ama jina lingine linajulikana kama The Roof of Africa. Kwa hiyo paa la uwanja likawa inspired na muonekano wa mlima Kilimanjaro. Na hayo ndio ambayo amejiri kwenye habari za michezo kwa Anet. Shukran sana Nicholas kwa habari hizo za michezo na burudani. Na mtazamaji, hivi sasa tunahitimisha Tumaini Habari kwa kupata utabiri wa hali ya hewa katika kipindi cha saa 24 zijazo kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania, TMA. Langu jina ni Godfrey Kazinja nikikuwasilishia utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Kwa usiku leo ni matarajio yetu mkoa wa Kagera, Geita pamoja na mkoa wa Mwanza kwa tuko na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache, huku sehemu nyingine za nchi zilizosalia zikitajwa na hali ya ukavu kwa ujumla. Kwa siku ya kesho, mifumo ya upepo inatuonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika maeneo mengi ya nchi. Na upungufu wa viashiria vya mvua ni katika maeneo ya kusini mwa nchi mpaka sehemu za katikati, huku maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria pamoja na sehemu za magharibi viashiria vya mvua vikionekana kwa kiasi kidogo. Kwa siku ya kesho ni matarajio yetu ukanda wa Ziwa Victoria, mkoa wa Kigoma pamoja na Katavi kuna hali ya mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua.
huku mkoa wa Kilimanjaro, Arusha, Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba kukituliko na hali ya mvua nyepesi japo ni katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Sehemu nyingine za nchi zituliko na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Ni kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Hatuna la ziada. Asante na nikutakie wakati mwema. Na ripoti hiyo ya TMA ndio inatamatisha Tumaini Habari kwa siku hii ya leo. Asante mtazamaji, na pia nawashukuru wanahabari wetu kutoka mikoa mbalimbali ambao wamefanikisha taarifa hii. Mimi ni Anet Nyoni, nikutakia utazamaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea hapa Television Tumaini. Ipe nafsi yako tumaini, na nikuage kwa heri kwa sasa, na uwe na wakati mwema.